Asante sana Mhashamu Baba Askofu Mkuu. Kwa niaba ya mwenyekiti wa halmashauri ya walei kigango chetu, naomba nisome kwako taarifa fupi ya maendeleo ya kigango chetu. Utangulizi. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, kigango cha Mtakatifu Padre Pio cha Ng'ombe Ihumwa kilianza kama kanda ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika parokia Mtakatifu Yosef Mfanyakazi Ihumwa, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Kama ilivyo katika parokia nyingine, parokia Mtakatifu Yosef Mfanyakazi Ihumwa nayo ilikuwa na utaratibu wa kuwa na ibada ya misa takatifu katika ngazi ya kanda, maombi ya kuwa kituo cha sala. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, changamoto ya miundombinu ya barabara kuelekea kanisa Katoliki Ihumwa na muda mrefu uliokuwa unatumika kukamilisha mzunguko wa ibada ya misa takatifu katika ngazi ya kanda zilisababisha baadhi ya waumini kuamua kwenda kusali katika parokia za jirani na wengine kushindwa kabisa kwenda kanisani siku za Jumapili. Kufuatia hiyo, viongozi wa kanda Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili waliwasilisha kwa Mheshimiwa Paroko wa parokia ya Ihumwa ombi la kupatiwa ibada ya misa takatifu katika kanda kama kituo cha sala, ambapo Paroko aliridhia ombi hilo. Kwa mara ya kwanza ibada ya misa takatifu katika kituo cha sala kanda Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili iliadhimishwa tarehe 4 Mei 2025 na misa ya pili ilifanyika tarehe 31 Agosti 2025. Misa takatifu mbili ziliadhimishwa kwenye makazi ya familia ya Bwana Matias Mvula. Hata hivyo, waamini walitamani misa hizo ziwe zinafanyika katika eneo la wazi badala ya makazi ya mtu, wakati jitihada zikiendelea za kutafuta eneo la kudumu. Hivyo misa zilizofuatia zilifanyika katika eneo la wazi la familia ya Bwana Charles Komba. Maombi ya kutumia eneo la jimbo. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, tarehe 28 Juni 2025, kikao cha viongozi wa kanda Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kiliazimia kukuona wewe Baba Askofu Mkuu ili kuomba kutumia kwa shughuli za ibada eneo ambalo likabidhiwa na familia ya Bwana na Bibi Philip kwa ajili ya kujenga kanisa tarehe 30 Januari 2012. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, tarehe 2 Julai 2025, kamati ndogo ya kanda Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili ilifanikiwa kuonana na wewe na kuwasilisha ombi la kutumia eneo hili kujenga kibanda cha kusalia, ambapo tunashukuru sana kwamba ulifikiria ombi hilo na kuelekeza kwa jengo kwanza jengo la muda, wakati jitihada za kuandaa mpango kabambe wa eneo kwa maana master plan na upatikanaji wa hati miliki zikiendelea. Kuteuliwa kwa padri msimamizi wa kituo. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, tarehe 5 Septemba 2025, uongozi wa kituo cha sala ulipokea Baba Padre Novatus Bideleri kama padri msimamizi wa kituo cha sala cha Ng'ombe Ihumwa. Jumamosi tarehe 13 Septemba 2025, majira ya saa 10 kamili jioni, baada ya kwanza ya misa takatifu chini ya Padre Novatus ilifanyika nyumbani kwa familia ya Dr. Martin Teti, na Jumapili tarehe 14 Septemba 2025, Padre Novatus aliongoza adhimisho la misa takatifu kwenye eneo la wazi la familia ya Bwana Charles Komba. Kwanza kwa ujenzi wa kanisa la kituo cha sala. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, tarehe 8 Septemba 2025, kikao cha viongozi wa kituo cha sala kiliazimia kuendeleza eneo ulilolitoa, na tarehe 11 Septemba 2025 waumini walitangaziwa rasmi kuhusu azma ya kuendeleza eneo hili. Tarehe 12 Septemba 2025 mafundi walianza rasmi ujenzi, na baadaye kwa Padre Novatus alikuja katika eneo hili kubariki eneo ambalo ujenzi wa kibanda cha kusalia kuanzishwa hadi ya kituo cha sala kwa kigango. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, tarehe 9 Januari 2026, wakati wa adhimisho la sadaka ya misa takatifu ya shukrani ya fungu la 10 vikarieti ya Dodoma iliyoadhimishwa katika parokia ya Mwenye Heri Padre Carlos T. Chidachi, Mhashamu Baba Askofu Mkuu ulikipandisha hadi kituo cha sala cha Ng'ombe Ihumwa kuwa kigango, na wala kama nakumbuka ulisema kuwa kigango hicho kitakuwa chini yako. Aidha, tarehe 1 Februari 2026, Mhashamu Baba Askofu Mkuu ulikibatiza kigango hiki kuwa kigango cha Mtakatifu Padre Pio
cha ng'ombe Ihumwa. Kigango hiki kinatarajiwa kuzinduliwa rasmi tarehe 4 Oktoba 2026. Huduma mbalimbali za kiroho katika kigango. Mashamba wa Askofu Mkuu mpaka kufikia leo tarehe 13 Julai 2026, kigango cha Padre Pio cha ng'ombe Ihumwa kina jumla ya waamini 330. Aidha, kigango kilianza na jumuiya 6 na mpaka leo hii kigango kina jumuiya 8 ambazo ni jumuiya ya Mtakatifu Rita wa Kashia, jumuiya ya Mtakatifu Teresa wa Calcutta, jumuiya ya Mtakatifu Yuda Tadei, jumuiya ya Mtakatifu Paulo Mtume, jumuiya ya Mtakatifu Petro Peter Clever, jumuiya ya Kristo Mfalme, jumuiya ya Mtakatifu Petro Mtume na jumuiya ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Hii jumuiya ya Mtakatifu Petro Mtume na jumuiya ya Mtakatifu Antoni wa Padua ni jumuiya mpya zilizozaliwa baada ya kuwa kigango, na matarajio ni kwamba mwisho wa mwaka huu tunatarajia kuzaa jumuiya nyingine zisizopungua 2. Mashamba wa Askofu Mkuu kwa sasa kila Jumamosi kuanzia saa 12:30 asubuhi zinafanyika ibada za sala katika kila jumuiya. Aidha, kila Jumamosi inafanyika ibada ya misa takatifu katika jumuiya inayokuwa kwenye sala ya kusali na mapapati. Kila Jumamosi pia kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 3 kamili asubuhi inafanyika huduma ya maungamo na mashauriano. Vile vile kila Jumapili kuanzia saa 1 kamili asubuhi inafanyika ibada ya misa takatifu na saa 10 jioni yanafanyika mafundisho ya Utatu Mtakatifu. Mashamba wa Askofu Mkuu mpaka kufikia leo tarehe 13 Julai 2026, jumla ya watoto 20 wamepokea sakramenti ya ubatizo na wakatekumeni 20 wamepokea sakramenti ya ubatizo, Ekaristi Takatifu na kipaimara. Aidha, wanafunzi wa dini 50 wamepatiwa sakramenti ya Ekaristi Takatifu mwezi Juni na wanafunzi wa dini 58 wanatarajia kupata sakramenti ya kipaimara mwezi Oktoba mwaka huu. Vile vile katika historia ya kigango chetu tarehe 13 Juni 2026, kigango chetu kilipata bahati ya kufungisha sakramenti ya ndoa takatifu ambayo leo hii nayo inatimiza jubilei ya mwezi mmoja. Naomba wanasema Askofu Mkuu kwa ruhusa yako, kama hapo na ndoa wetu tunatimiza jubilei mwaka mmoja, wasimame kwa Askofu Mkuu wa jubilei mwezi mmoja. Asante sana. Wanashamba wa Askofu Mkuu, vyama vya kitume vya UWAKA, WAWATA, VIWAWA na Watoto Mtakatifu vimeendelea kuimarika, ambapo vimekuwa vikishiriki katika shughuli mbalimbali za kanisa, ikiwemo kushiriki katika harambee ya kuchangia shughuli za ujenzi, shughuli za usafi wa kanisa na usimamizi wa liturujia siku za Jumapili, pamoja na maadhimisho mbalimbali katika ngazi ya dekania, jimbo na taifa. Vile vile kigango chetu kimeanza pia kusajili wanachama wa chama cha Moyo Mtakatifu wa Yesu. Kadhalika, kigango kimeanzisha kwaya Mtakatifu Antoni wa Padua ambayo nilitambulisha hivi punde, ambayo imekuwa ikitoa huduma ya kuinjilisha kupitia uimbaji kila Jumapili na siku mbalimbali za kanisa. Kigango pia kina watumishi wa altare zaidi ya 10 na kipo kwenye mchakato pia. Tayari tumeanzisha chama cha masomo. Mikakati ya baadaye, Mashamba wa Askofu Mkuu, wakati tunaomba kutumia eneo hili kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kiroho, ikiwa ni pamoja na kujenga kanisa, baadhi ya maelekezo yako wakati unaturuhusu kutumia eneo hili ilikuwa kufuatilia kukamilisha mchakato wa upatikanaji wa hati miliki pamoja na kuandaa mpango kabambe kwa maana ya master plan kwa uendelezaji wa eneo hili. Habari njema ni kuwa tayari tupo katika hatua za utekelezaji wa maelekezo yako, na wakati wote kuanzia sasa tutafanikisha upatikanaji wa hati miliki na mpango kabambe kwa uendelezaji wa eneo hili. Hata hivyo, wakati tukiendelea na mchakato wa upatikanaji wa hati miliki na uandaji wa mpango kabambe, tumebaini uwepo wa viwanja 4 ambao vinapakana kwa karibu na eneo la kanisa, ambapo wamiliki wake wakiviendeleza na kuamua kuweka baadhi ya huduma za kijamii zinaweza kuathiri moja kwa moja utoaji wa huduma za kiroho. Mathalan, imeelezwa kuna jengo linaonekana hapa, mmiliki wa eneo hili kati ya 4 ambavyo viko kwenye eneo ameshaanza kuendeleza eneo, na tunashaka iwapo kama akiamua kuweka matumizi mengine ambayo yanaweza kuhatarisha huduma za kiroho katika eneo hili. Mashamba wa Askofu Mkuu kwa muktadha huo, halmashauri ya walei katika kikao chake cha 30 Mei 2026 kiliazimia kuchukua mkopo katika benki ya Mkombozi
ili kuwezesha ununuzi wa viwanja hivyo vinne vilivyopo jirani na eneo la kanisa. Hata hivyo, wakati kusubiri taratibu za kibenki, waamini wa kigango chetu na marafiki wa karibu wakiwemo wa familia ya Mrs. Philip wameendelea kutoa michango iliyowezesha upatikanaji wa shilingi milioni 26,820,000 na zoezi hilo ni endelevu ili kwa kuanzia wakati kusubiri taratibu za mkopo tuweze kupata kiasi cha shilingi milioni 45 kwa ajili ya ununuzi wa hili pagare hapa. Hitimisho, Mhashamu Baba Askofu Mkuu, kwa niaba ya halmashauri ya walei kigango cha Mtakatifu Padre Pio cha Ng'ombe Ihumwa, tunapenda kutumia fursa hii kushukuru sana kwa kukipandisha hadhi kilichokuwa kituo cha sala cha Ng'ombe Ihumwa kuwa kigango na kukiweka chini ya usimamizi wako karibu. Kipekee waamini wa kigango cha Mtakatifu Padre Pio Ihumwa cha Ng'ombe Ihumwa tunajisikia faraja kubwa kama alivyokuwa anajisikia yule mwanafunzi ambaye Yesu alipenda sana. Tunasoma kutoka katika Injili ya Yohane sura 13 mstari 23. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, kwa kumalizia, tunapenda pia kutumia fursa hii kuishukuru kwa dhati kabisa familia ya Bwana Bibi Philip kwa kutoa eneo hili, na pia tunakushukuru wewe binafsi kwa kuturuhusu kutumia eneo hili la Jimbo Kuu Katoliki Dodoma kwa ajili ya huduma mbalimbali za kiroho. Vile vile tunakushukuru kwa kumteua Padre Novatus Nicholas Bidebeli kuwa msimamizi wa kigango chetu. Hatua hiyo ilisaidia sana kutuimarisha kiroho. Mwisho lakini sio kwa muhimu, tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako kuja kusali na sisi leo, na tunaamini utaendelea kuwa pamoja na sisi katika tafrija itakayofuata mara baada ya adhimisho hili la misa takatifu. Tunakushukuru sana Mhashamu Baba Askofu Mkuu, na kwa niaba ya halmashauri ya walei kigango naomba nimkaribishe mweka hazina wa kigango kwa ajili ya zawadi ndogo itakayowezesha kuongeza mafuta kwenye gari la Mhashamu Baba Askofu Mkuu. Karibu sana dada Joseph Kapinga ukabidhi zawadi. Naomba tushangilie kama kabidhi zawadi.